Mbali ya kupata kashfa ya kutoka kimapenzi na baba yake, alipokuwa na umri wa miaka 16 alianza kunywa pombe na muda si mrefu akawa ni mlevi wa kupindukia. Aliripotiwa kuwa alianza kuvuta sigara akiwa na umri wa miaka 23 na katika chapisho lake la Instagram la mwaka 2018 alichapisha ujumbe kuhusu kuacha kuvuta sigara. Jambo la kuvutia ni kwamba katika filamu zake 12 jina la mhusika aliyemcheza lilikuwa ni sawa na jina lake halisi, yani Pooja. Akiwa amepata umaarufu mkubwa kupitia filamu ya Dil Hai Ke Maanta Nain ya mwaka 1991, filamu ambayo ilimshirikisha mwigizaji maarufu wa India Aamir Khan na jina lake la utani likiwa ni Bhoot Bhatti. Hii ni stori yake. Pooja Bhatti ni mwigizaji, mwongozaji na mtayarishaji wa filamu aliyezaliwa Februari 24 mwaka 1972. Amezaliwa kwenye familia ya Bhatt, yeye akiwa ni binti mkubwa wa mfanyafilamu maarufu wa India Mahesh Bhatt na mama yake akiwa ni Kiran Bhatt. Ana kaka yake aitwaye Rahul Bhatt na wadogo zake wa kambo Shaheen Bhatt na Alia Bhatt. Binamu zake ni mwongozaji wa filamu Mohit Suri, mwigizaji wa zamani Smiley Suri na mwigizaji Imran Hashmi. Pooja alianza kazi ya uigizaji akiwa na umri wa miaka 17 mwaka 1989 kupitia filamu ya televisheni iliyoongozwa na baba yake, yani Mahesh Bhatt, iliyokuwa inaitwa Daddy. Uigizaji wake katika filamu hii ulimletea tuzo ya Filmfare kama mwigizaji bora chipukizi wa kike. Filamu yake yenye mafanikio na ya kwanza kuoneshwa kwenye sinema kubwa ilikuwa ni Dil Hai Ke Maanta Nain ya mwaka 1991 aliyoicheza na Aamir Khan. Filamu hii ilikuwa ni marudio ya filamu maarufu ya Hollywood iliyokuwa inaitwa It Happened One Night ya mwaka 1934 ambayo ilikuwa na tuzo ya Oscar. Filamu ya Dil Hai Ke Maanta Nain ilimfungulia milango Pooja na akawa na mafanikio makubwa. Kazi zake maarufu zaidi za miaka ya 90 ni pamoja na filamu iliyofanya vizuri iliyokuwa inaitwa Sadak aliyocheza na Sanjay Dutt mwaka 1992. Pooja alionekana kwenye filamu ya Prem Deewane akiwa na waigizaji maarufu kama Jackie Shroff na Madhuri Dixit. Ndani ya mwaka huo huo wa mwaka 1992 alionekana pia kwenye filamu ya Janun, filamu iliyofanikiwa kwenye mauzo ya tiketi kwenye box office na ikapokea maoni chanya kutoka kwa wakosoaji wa filamu. Mwaka 1993 Pooja alionekana kwenye filamu nyingi. Filamu hizo ni pamoja na Jahanam na Firi Teri Kahani Yaad Ai zilizopongezwa sana na wakosoaji wa filamu. Baada ya hapo alionekana kwenye filamu iitwayo Saa akiwa pamoja na mwigizaji chipukizi Aturi Agnihotri, kisha katika filamu ya Chor Aur Chaand pamoja na Aditya Panchal, filamu ambayo haikufanikiwa sana kimauzo bali ilikuja kupata umaarufu mkubwa kwa mashabiki wa filamu kwa miaka iliyofuata. Filamu yake iliyofuata kwa mwaka huo ilikuwa ni Pehla Nasha akiwa na Deepak Tijor, Ravina Tandon na Paresh Rawal. Filamu hiyo pia ilijumuisha cameos za Aamir Khan, Sudesh Berry, Rahul Roy, Shah Rukh Khan, Juhi Chawla na Saif Ali Khan, ikibaki kuwa filamu pekee ambayo Aamir Khan, Shah Rukh Khan na Saif waliwahi kuonekana pamoja katika tukio moja. Hata hivyo, filamu hii ilipata maoni hasi na kushindwa kufanya vizuri kwenye mauzo ya tiketi ya box office. Filamu ya mwisho ya Pooja kwa mwaka 1993 ilikuwa ni Tadipar akicheza pamoja na Mithun Chakraborty. Filamu hiyo ilitolewa siku moja na filamu nyingine ya Mithun iitwayo Shatranji, na zote zilifanikiwa kutokana na umaarufu mkubwa wa Mithun kwa wakati huo. Baada ya kucheza kwenye filamu nyingi zilizofanikiwa, Pooja aliendelea kuonekana kwenye filamu kadhaa zikiwemo Gunegal ya mwaka 1995, Naraz ya mwaka 1994, Hum Dono ya mwaka 1995 na Angra Kikshak ya mwaka 1995. Mwaka 1996 Pooja alicheza katika filamu ya Chaat akiwa pamoja na Shah Rukh
Khan. Filamu hiyo ilitangazwa kuwa ya chini ya wastani, na katika mauzo ya tiketi yani box office ya India ilikuwa ni filamu ya 15 kwa mapato makubwa zaidi nchini India kwa mwaka huo. Baadaye alicheza katika filamu iitwayo Tamanna ambayo pia ilikuwa ni mradi wake wa kwanza wa utayarishaji chini ya kampuni yake iitwayo Pooja Bhatt Productions. Filamu hiyo ilishinda tuzo ya kitaifa ya filamu kwa filamu bora inayozungumzia masuala mengine ya kijamii. Pooja alianza mwaka 1997 kwa kuigiza katika moja ya filamu zilizokuwa na mapato makubwa sana ndani ya India kwa mwaka huo ambayo ilikuwa inaitwa Boda. Filamu hii ilikuwa na waigizaji wengi maarufu na ilipata maoni chanya kutoka kwa wakosoaji wa filamu. Filamu ya Boda ilipewa sifa kubwa kwa hadithi yake, uongozaji wake, kiwango cha uzalishaji wake, namna ilivyoonesha vita, uigizaji, skripti na muziki wake. Alipata mafanikio zaidi mwaka 1998 kupitia filamu ya Zakim aliyocheza pamoja na Ajay Devgn. Uigizaji wake ulipokelewa vyema sana na akateuliwa kuwania tuzo ya Filmfare kama muigizaji bora wa kike kwa maoni ya wakosoaji. Pooja pia akahusika kwenye filamu ya Angarai akicheza pamoja na Akshay Kumar na Nagarjuna. Filamu hiyo ilifanikiwa kibiashara. Kwa mujibu wa Box Office India, mafanikio haya yote yalimweka Pooja kuwa miongoni mwa waigizaji wa kike waliokuwa na mafanikio makubwa zaidi kwa mwaka 1998. Mbali ya kuonekana katika filamu ya mwaka 2009 iitwayo Sanam Tere Kasam ambayo alikuwa pamoja na Saif Ali Khan na Aturi Agnihotri, kuanzia mwaka 2003 hadi mwaka 2012, Pooja Bhatt alielekeza nguvu zake katika utayarishaji na uongozaji wa filamu. Alianza kuongoza kwa mara ya kwanza kupitia filamu ya Pap ya mwaka 2004. Tangu wakati huo aliongoza filamu nyingine 4. Filamu hizo ni pamoja na Holiday ya mwaka 2006, Dhoka ya mwaka 2007, Kajiraare ya mwaka 2010 na Jisme 2 ya mwaka 2012. Mwaka 2020 Pooja alirejea kwenye uigizaji kupitia filamu ya Sadak 2 ukiwa ni mwendelezo wa filamu maarufu ya Sadak ya mwaka 1991. Baba yake pia alirejea katika uongozaji baada ya miaka 20 kupitia filamu hii, huku mdogo wake kwa upande wa baba yani Alia Bhatt akiigiza pamoja naye. Mwaka 2021 Pooja alifanya series yake ya kwanza ya mtandaoni yani web series iliyopo Netflix iitwayo Bombay Begums. Je, Pooja Bhatt anatoka kimapenzi na baba yake yani Mahesh Bhatt? Hii ni taarifa potofu ambayo iliwahi kuzua mjadala mkubwa sana miaka ya nyuma. Katika toleo la mwishoni mwa miaka 1980 la jarida la Filmfare, picha ya Pooja Bhatt akimbusu baba yake yani Mahesh Bhatt kwenye midomo ilisambaa sana na kuibua ukosoaji mkubwa kutoka kwa vyombo vya habari na umma. Suala hilo lilichochea mijadala kuhusu maadili na uhuru wa kisanii. Baadaye Pooja alifafanua kuwa tukio hilo lilikuwa la kihisia na la kifamilia na liliwekwa nje ya muktadha halisi. Lakini baadaye baba yake yani Mahesh Bhatt naye alitoa tamko tata akisema kuwa kama Pooja asingekuwa binti yake angependa kumwoa, jambo ambalo liliongeza moto kwenye mjadala huo. Hata hivyo, wawili hao walisisitiza kuwa matamshi na picha hiyo vilieleweka vibaya na walielezea kuwa haikuwa na maana yoyote ya kimapenzi bali ni sehemu ya ukaribu wa kifamilia ambao ulipotoshwa na maoni ya watu. Mbali ya kuthibitika kuwa na mahusiano ya kuelekea kufunga ndoa na Suhail Khan, Pooja aliwahi kusemekana kutoka na Aamir Khan, Fardeen Khan, Bobby Deol, Sunil Darshan na Aditya Pancholi. Pia amewahi kuishi pamoja kimapenzi bila ya kufunga ndoa na mwigizaji Ranveer Shorey. Pooja alifunga ndoa na mfanyabiashara wa mikahawa aitwaye Manish Makija mwaka 2003, kisha walitalakiana mwaka 2014 bila ya kuwa na mtoto wa pamoja. Naam, hiyo ndo story ya Pooja Bhatt. Tuandikie ungependa kusikia story ya nani tukimwongelea hapa au filamu gani tukiigusia. Kumbuka kusubscribe katika chaneli hii ili usipitwe na video nzuri kuhusu waigizaji, filamu na watu wa nyuma ya kamera. Tukutane video inayofuata.